Je, unatamani kujua namna ya kutengeneza logo kwa kutumia simu yako? Logo kali kama hizi hapa. Karibu nitakuelekeza mwanzo mpaka mwisho. Namna ya kudesign hii logo kwa kutumia simu yako. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Kitu cha kwanza, utaingia kwenye Play Store hapa. Utasearch hii hapo. Hapo inaitwa Canva. Kama unavyoiona hapa. Hii hapo tayari ninayo, ngoja ni update pia. Hii app hii ndio itakusaidia wewe kuweza kutengeneza logo ya aina yoyote. Kwenye hii app kuna design mbalimbali za logo na unazipata za bure nyingi tu. Japo kuna nyingine za kulipia, ila asilimia kubwa ziko za bure, ambazo wewe ungeweza kwenda kulipia hata 300,000 au 500,000 ili mtu aweze kudesign logo. Ila kwenye hii app unapata logo design ya aina yoyote. Tunaingia kwenye hii hapo na kuelekeza namna ya kuweza kuadjust au kuedit logo ya aina yoyote kutokana na preference ya hiyo brand yako ambayo unataka uweze kuedit picha. Baada ya kudownload, kuupdate hapa, kwangu mimi nimeupdate, ila wewe kwako utadownload. Naingia ndani ya app ili kuonyeshe design mbalimbali. Hapo kama unavyoona hapa imeshafunguka. Ila wewe kwa mara ya kwanza, kama ukiwa hujawahi kuwa na hii hapo ya Canva, itakwambia uingize details zako, labda namba ya simu au login with Facebook au email. Ila nyingi napendelea continue Google email kwa sababu inakuwa rahisi kutunza data zako. Ila hata ukibadilisha simu ukija ukaingia tena kwenye Canva, zile data zako ambazo umeshawahi kuziedit zinakuwa zimebaki. Kwa hiyo hata kama ikitokea umeibiwa simu au simu imeharibika, cha muhimu tu wewe unakumbuka password ya email yako. Ukiingia tu kwenye Canva unapata data zako. Sasa sisi tuingie kwenye jambo letu la leo. Lengo letu lilikuwa ni namna ya kudesign logo ya aina yoyote kutokana na aina ya biashara yako unayotaka. Hapa naingia kwenye logo hapa. Kwenye hizi template hapa ziko mbalimbali. Sio kama unaweza kutengeneza tu logo. Unataka kutengeneza poster, kutengeneza CV, vitu mbalimbali, lakini sisi leo tunaingia kwenye logo hapa. Ukitazama hapa hivi kuna logo aina mbalimbali. Kuna logo za bure na za kulipia, lakini si lengo letu tupate za bure. Hataki mambo ya kulipia. Za kulipia ni hizi zina V-Crown. Unazo zina V-Crown. Ila za bure ni hizi ambazo unazoziona hazina chochote. Kwa kama unavyoziona logo hapa, tuseme labda tunataka tutengeneze logo ya kampuni yoyote ya Kitanzania hapa. Hiyo nitafute hapa template fulani ambayo itaweza kuendana nayo, ambayo itakuwa vizuri. Mfano hii hapa. Nataka labda tutengeneze logo ya brand yote ya Kitanzania ambayo itahusika kufanya delivery ya nguo mbalimbali au supermarket. Mfano kama hii hapa, hii tayari imeshaanzishwa. Kwa hapa kilichobaki labda nataka niendeleze, labda au niite jina la Kitanzania. Baada ya kuifungua hii template niliyoipenda, nitakuja nitabonyeza hapa, mfano nataka labda nibadilishe jina. Kama unavyoona kubadilisha jina hapo, unaweza ukabadilisha kirahisi tu. Hapo unakuja kwenye edit ili niweze kubadilisha jina. Sema labda naita
inaitwa Kitonga online shop. Hii online shop inabaki, lakini labda nataka nibadilishe color. Naibadilishia color hapa. Labda nataka ambayo itavutia au itaonekana zaidi. Nabadilisha color hapa. Hapa inategemea sasa na logo na kampuni yako nataka iwe na color zipi. Tayari hapa nimeshabadilisha rangi. Haya. Ukitazama dalili brand yetu tayari sasa hivi iko sawa. Kila kitu kipo sawa. Logo yetu tumeipata hapa kabisa, imeshatulia. Logo kama hii hapo ukitaka labda mtu akutengenezee, ungelipia hapa hata zaidi ya laki au 50,000. Ila hapa tumekuja tu tuka edit. Tukabadilisha tu jina, tukaweka rangi kutokana na tunachokitaka. Tayari logo yetu imepatikana. Kwa hiyo baada ya kuiedit, kama kuna vitu vingine unataka kudesign tofauti na hii, unaweza ukaboresha. Ukabadilisha labda hizi rangi za huku au background. Ubonyeza utaangalia hapa kila kitu kiko bure. Baada hapo hapa naelekeza namna ya kuisave. Unakuja kwenye hiki sehemu cha kudownload hapa. Hapa ni namna ya kuisave kwenye simu yako. Hapo tayari inajisave, inaingia kwenye simu yako. Hapa tayari ushapata logo yako. Kwa hiyo sasa hapa kuna logo za kutosha kwenye hii app ya Canva za bure. Wewe cha kuzingatia, uhakikishe utaichukua isiwe na kale ka crowd, iwe kawaida. Wewe unaenda una edit kutokana na unachokitaka. Kwa hiyo logo tayari imeshaingia kwenye simu yetu. Kama unavyoona hapa logo hii hapa. Hapo hii hapa ningesema ni nini nikilipia hela nyingi sana. Ila logo hii hapa imetulia kabisa ya brand. Kwa hiyo leo nimeshatoa idea nzuri ya kutengeneza logo bure kwa kutumia tu simu yako. Cha muhimu wewe ni uwe na MB na uingie pale Play Store au App Store kwa watu wa Android, udownload hapo uweze kudesign logo bure.